So tukiachana na hiyo, kwanza tuangalie kwanza uses za transistors kabla tujaenda in details kucalculate, sawa, kutafuta hizo gain, kutafuta hizo current na maswali yanayo involve hizo formula. Tuangalie kwanza uses za transistors. We basically have most important ni two uses. Hii ya tatu huwa ni kama extra tu, sawa, lakini important uses ni hawa wawili wa juu ambao ni switch as an amplifier. So you can use a transistor as a switch, as an amplifier, also as an oscillator. So amplifiers, in this situation, a relatively weak signal is fed into the base. Okay, assuming that the base is now the input. So it gets amplified into much larger current flowing from the emitter to the collector. Okay, this amplification, which can be up to 100 times or more, is used, for example, in stereo systems to amplify relatively weak electrical signals coming from the tape reader into a signal strong enough to drive a speaker. Some details, mathematical details na physics details ambazo hapo ni maneno. But as a switch, a transistor can also be used as a switch. A certain type of signal into the base will cut off the current flowing from the emitter to the collector, kwa sababu ndo umeme ambao unapita through the transistor, while removing this signal will allow the current to flow again. So tayari inakuwa kama imezima na kuwasha. Although relatively simple, this is the basic use of transistor in computers, of which we now discuss. So to go into details, as an amplifier, kawaida common emitter amplifier, kwa mfano kama ni common emitter, is designed so that a small change in voltage V in changes the small current through the base of the transistor. Okay, kwa inakuwa design in such a way, small change in the collector, in the current through the, small change in the voltage the voltage input changes the small current through to the base of the conductor. So the transistor's current amplification combined with the properties of the circuit means that small swings in V in will produce large changes in V output. Okay, so various configurations of single transistor amplifier are possible, with some providing current gain, some voltage gain, and some both. So transistor ina huo uwezo wa kuchukua charge na kuzi amplify. As you have seen kwamba small change in voltage input also changes the small current through the base. Iki change, okay, current through the base, iki change current through the base, because we have IE is equal to IB plus IC. So kama the base depends on the V input, then small changes to this causes changes to this. Kama kwa mfano kama ukidecrease V input, hata V ya kwenye base, na kwa sababu the smaller the current, the smaller the current inayoingia kwenye inayosababishwa na emitter, it means charges zinazo move ni kidogo, kwa charges zinazoenda kwenye base ni kidogo. Kwa hiyo decrease V input may decrease current. Lakini as from the equation here, you can see that eventually decrease in base will cause significant changes to the collector too. So there will be changes in such a way kutokea na amplification. So as a switch, which is the most important anyway to know details of it, as a switch, a transistor is an open switch. As an open switch, the emitter base junction is reverse biased. Sawa, kwa sababu tumesema transistor kufanya kazi lazima emitter base junction iwe forward biased, lakini unavyoifanya emitter base junction ikawa reverse biased, tayari unafanya hiyo transistor isiwake, kwa hiyo inakuwa ni zero, and therefore it is also zero. The IB is zero, and therefore I ya kwenye collector inakuwa also zero. Okay, tumetumia mfano wa emitter, ndio maana hata kwenye previous example tunatumia mfano wa emitter. So the input inakuwa ni base na output inakuwa ni collector. So as you can see, the common terminal is the emitter. But also as closed switch, the base emitter junction inakuwa sufficiently forward biased so that IB is made enough
to cause maximum collector current. Kwa hapo such case inakuwa imewasha current. So tunaweza tukaona briefly jinsi gani hii transistor inaweza ikafanya kazi kama switch. So suppose you have the circuit kama ulivyoonyeshwa hapo, sawa? So from the circuit hapo ambapo ametumia common emitter, tunaweza tukaona kwa vile hapa tuna V output na VS, tunaweza tukachukulia circuit yetu tukachukua hii loop tukaderive circuit fulani via amazing, sawa? Loop fulani amazing. So kwa kuconsider hii loop ambayo nimeshasema, hii loop you can see kwamba according to Kirchhoff's second law tunakuwa na VS ya supply, EMF inakuwa ni sawa na summation za electropotential differences katika hiyo loop. So you can see current moves from positive to negative in that battery. So whatever resistor ambayo itakuwa current inapita into the direction ya umeme unaotoka kwenye battery inakuwa positive. Nafikiri you can review my Kirchhoff's laws kunielewa na maanisha nini. So if current moves that way, ninakuwa ni sawa na product ya ICRL plus E output. Ni kwamba tu ameweka V naught, lakini ni kana kwamba kungekuwa na resistor hapa times current ambayo ilikuwa inapita hapo. So plus V naught. So ukija kuichange to the format ambayo ameandika hapa, you can just see kwamba V naught ni sawa na VS minus ICRL. Ndio hichi ambacho ameandika hapa. So that's how ilipatikana, just like that. So kwa kutumia hii circuit na hii equation, then tutaona states mbili za muhimu ambao ni saturation state, ambao for this case tutamaanisha ndio transistor is on, na cutoff state ambao for this state tutamaanisha it is cut off, umeme umekatika, or the transistor is now acting as an off switch. So imagine that V input is 0. Okay, if V input is 0, it means kutakuwa hamna production ya hizi current, si ndio? Kwa sababu hamna input. So automatically IC na IB ni 0 sababu no input no output. Okay, so if IC is 0, then V naught ni sawa na VS. So IC ikiwa 0, kama hii resistor ingekuwa ni bulb, it means isingewaka, sawa? Isingewaka kwa sababu all what is output ni all what is supplied. It means hamna hapo katikati kinachotumia energy, si ndio? So remember nimesema VI ikiwa 0, IC 0, IB 0. So automatically if this is 0, V output inakuwa sawa na V supply. So in a certain range of transistor, this is called it is in cut off. Ikiwa in such state, sawa, inakuwa kwenye cut off. It means transistor imekuwa cut off because all what is coming from the battery supplied is going to be output. So automatically katikati hapo kama kuna bulb haiwezi kuwa kwa sababu haitumii voltage, kwa sababu yote inayoingia ndio inafanya inatoka. So ikifika such state tunaita iko kwenye cut off. So it is said to be in cut off. But at saturated conditions, ikiwa saturated, sawa, ikiwa saturated ni ile state ambapo transistor sasa iko on. Okay, kama ni bulb ambao umeconnect kwenye transistor inakuwa on, kwa sababu this time the supply voltage is not equal to the output voltage because some of it inaenda kwenye bulb kama ni bulb umeiweka. So at saturated conditions, VI increase VI, okay, una increase the input such that IB increases largely. So eventually even IC itakuwa ina increase in a large amount. So it reaches a state, it reaches a state where IC ime increase sana in such a way that product ya IC at that state na resistance ni sana ya supply. Okay, it reaches a state where VC ni sana IC times RL. So finally if these two are equal inabaki 0. It means there is no voltage that is being output. Ko it is saturated, yani yote imejazwa kwenye
kama ni bulb imejazwa kwenye bulb, saturated in the bulb. So ikiwa under saturated conditions, transistor ndio iko on, as you can see. Why? Because unapo increase V na increase input current IB, ambayo ita eventually cause increase in output current IC. So it reaches a state whereby the product of IC and RL is equal to the supply, so they cancel out and V output inakuwa sawa na 0 volts. So it means all the voltage that is being supplied inaenda kwenye inakuwa saturated, inajazwa kwenye bulb. So automatically kama ni bulb, this case ina waka. Kuna maelezo mengine in case hujaelewa hapo, you can view for yourself hapo. So kawaida tunaweza tukairepresent kwa mchoro kama huu. So as you can see, transistor are common used in digital circuits as electronic switches, which can either be in an on or off state, both for high power applications such as switched node power supplies or for lower applications such as logic gates. Important parameters for this include current switched, voltage handled, and switching speed characterized by rise and fall times. So pengine unajiuliza, nikiulizwa hili swali baada ya maelezo haya yote, mbona kama nimechanganyikiwa nitafanyaje? Lakini cha muhimu, the key points ni 3 tu za kuelezea katika swali la namna hii. Ukiachana na hizi mbili ambazo nimeandika hapa kwamba of course kuna hiyo point ya kwanza niliyoandika hapo kwamba there is value of IC at cutoff inakuwa ni 0 kutokana na explanations nyuma ambazo tumeshasema kwa nini inakuwa 0. Value ya IC at saturation inakuwa maximum, ambao ndo switch inakuwa on au transistor inakuwa imeact kama an on switch. IC inakuwa maximum saturation state. Kuna moja ambayo ni ya muhimu kabisa kuanza nayo. Onyesha kwamba we can achieve maximum state na cutoff state kwa kuvariate voltage input. Voltage input ita affect current input, ambao current input ndo na yenyewe ita affect current output, kwa sababu output ina depend na input. Input ikiwa very low, hata kama ina amplify, ile output itakuwa ni amplify lakini low. Kama value ya input ni very high, hata output inayotoka itakuwa amplify na itakuwa very high too. So kuna variation, na hizi situation mbili zinapatikana kwa kuvariate voltage input, au ambayo in turn inaenda kuvariate the current input. So hicho ni kitu cha muhimu sana kuonyesha kwamba by varying this ndipo tunaweza tukaachieve cutoff state, ndipo tunaweza tukaachieve saturation state. Na cha pili cha kuwa makini ni kwamba sio mara zote katika maswali unaweza ukapewa uhuru wa kuelezea hili swali kwa kutumia circuit ambao utaichora mwenyewe, lakini sometimes unaweza kukucholea circuit tofauti. Kwa hiyo usiogope, maelezo na explanation yanabaki hivi. Ni kwamba tu kitakachobadilika ni input pengine itakuwa wapi na output itakuwa wapi. So observe, kama umepewa circuit, you observe vizuri kabla lakini concept ni hii haibadiliki. The concept remains the same.